Mfumo wa mwanamke wa uzazi umetengenezwa na viungo kadhaa, ambavyo viungo hivyo kila kiungo kinakuwa kina kazi yake mama. Nikianza kutoka chini kwenda juu, sehemu ya kwanza kabisa ni sehemu ya uke, ambayo sehemu hii yenyewe kazi yake kubwa ni kupokea mbegu kutoka kwa mwanaume. Kwa hiyo hapa sasa ndo hatua yetu ya kwanza ya kumfanya mwanamke awe mjamzito inaanzia. Kwa hivyo sehemu ya kwanza kabisa ni uke, ambao kazi yake kubwa ni kupokea mbegu, lakini sehemu ya pili ni cervix, ambayo tunasema kwamba hiki ni shingo ya kizazi, ambayo hii yenyewe na yenyewe inaruhusu tu passage ya nini, ya sperm. Lakini mbali na cervix tunao mji wa mimba, ambao huu tunauita uterus. Huu mji wa mimba au hii uterus ina sehemu zake tatu. Sehemu ya kwanza ni fundus, sehemu ya juu kabisa, sehemu ya pili ni body, na sehemu ya tatu ni cervix. Lakini mbali na hivyo tuna sehemu nyingine ambazo ni fallopian tubes. Zipo pande mbili, kuna fallopian tube ya kulia na fallopian tube ya kushoto, ambazo hizi zenyewe kazi yake kubwa ni kuruhusu sperm ziingie ziende paka kwenye mji wa mayai, lakini pia kuleta yai kutoka katika mji wa mayai kuja kwenye mji wa mimba, kwa maana kutoka kwenye ovary kuja kwenye uterus. Lakini mbali na fallopian tubes tunazo ovaries, zipo mbili. Tuna ovary ya kulia na tuna ovary ya kushoto, ambazo kazi kubwa ya ovary hizi tunaziita ni miji za mayai. Kazi yake kubwa ni kuzalisha mayai, na ovary hizi zinafanya kazi kwa mabadilishano, kwamba mwezi huu ovary hii ndio inazalisha yai, lakini mwezi ujao ovary nyingine ndio itazalisha yai. Kwa hivyo sasa, kutokana na huu hali ya ukawaida wa hivi viungo jinsi vilivyo, ikitokea kuna dosari yoyote katika hivi viungo, ndipo hapa mwanamke anakuja kujikuta anaangukia katika hali ya ugumba. Na katika kila kiungo tumeona kazi yake mama. Kwa hiyo kukiwa kuna hali yoyote katika hivi viungo ambayo hali hiyo itaharibu au itasumbua utendaji kazi wa hivi viungo, inakuja kumfanya mwanamke huyu anashindwa kubeba ujauzito.